Kikundi hiki kilianza mwaka 2004 kikiwa na wanachama 5 na bado mpaka sasa hivi wapo. Lengo kubwa ni hilo la kuhifadhi mazingira na vile vile ni chanzo cha kipato kwa wanajamii. Kwa sasa hivi tuna miche isiyopungua 500 ambayo tumeshaipanda na hili zoezi bado linaendelea. Lakini zoezi linaendelea kwa ugumu sana kwa sababu ya hali ya hewa kama tunavyoona, na vile vile kuna uharibifu wa wanyama. Kwa hiyo tunashindana nao wenye mifugo na hali ya hewa, tunashindana kumwagilia. Hii miti inamwagiliwa kama wanavyomwagilia nyanya na mazao mengine. Kwa sababu ndio njia ya kufanya iwepo. Ilikuwa mingi lakini mingi imekufa tu jua kwa sababu ya upungufu wa vitu hivyo. Natarajia kwamba tupande miti mingi sio chini ya eka 10 kwa kikundi chetu tulivyokusudia. Lakini vile vile tunazalisha miche mingine kwa ajili ya kugawa kwa mwananchi yeyote bila kujalisha anatoka wapi. Kwa sababu ili mradi anaenda kupanda kwenye vyanzo vya maji. Kwanza ni washukuru sana bonde kwa kuweza kutupatia elimu ya utunzaji wa mazingira katika maeneo ya ndani ya mita 60 ambayo kipindi cha nyuma tulikuwa tukilima mazao ya mboga mboga, mazao ya nafaka. Ingawa pia ilikuwa inatuathiri sana kwa sababu ilikuwa tunatengeneza mmomonyoko wa ardhi. Kwa hiyo ni washukuru watu wa bonde walivyokuja kutupa elimu ile na sisi tukaifanyia kazi. Tukiwa pamoja na wao na usimamizi wao na kuendelea kutupa elimu, tukaweza kupanda miti kama mnavyoiona. Ni miti ya aina ya mikaranga ambayo kuna mtu mwingine akiiona anaweza akasema huyu amechanganyikiwa kufanya hiki kitu. Lakini kwa sababu ninajua faida yake, nimeweza kutengeneza hii miti kwa ajili ya utengenezaji wa mafuta na hata chakula pia. Na hata baadaye itakuja kusaidia kuacha kulima humu tena. Hii miti itakapokuwa imejaa, mimi sitaweza kulima tena humu. Kwa hiyo sitaweza kutengeneza tena mmomonyoko, ili eneo litabaki kuwa salama na litakuwa limetunzwa vizuri kwa ajili ya uoto wa asili. Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi kwa sababu hii miti inapopandwa kama wenzetu inapopandwa inatakiwa itunzwe. Bila kuiangalia, kwa sasa hivi mabadiliko ya hali ya hewa, jua linawaka muda mrefu, mvua ni chache. Kwa hiyo changamoto ya umwagiliaji, utunzaji, hizo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo. Na leo tumepanda miti takriban 300 katika eneo hili la Mto Mlali kwa kushirikiana na wananchi na vikundi pamoja na wadau mbalimbali. Lengo kubwa ni kuhakikisha Mto Mlali unahifadhiwa vizuri na unatumika vizuri katika shughuli mbalimbali hasa za kilimo, na maji haya yanaingia katika bwawa la Mindo. Sambamba na kazi hii, mwezi wa 3 kuanzia tarehe 16 hadi 22 tuna maadhimisho ya wiki ya maji. Wiki ya maji inaambatana na kazi hii ambayo tunaifanya leo. Tunatoa elimu, tunapanda miti na shughuli zingine za upimaji wa ubora wa maji katika vyanzo vyetu vya maji, visima. Bure kabisa. Bodi tumeamua kutoa ofa ya kuhakikisha mwananchi anajua maji yake yana ubora kiasi gani anaotumia kwenye kisima chake. Wiki ya maji kilele chake itakuwa tarehe 22 ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo itafanyika hapa mkoani Morogoro. Tone la maji lazima lihifadhiwe.